Sasa TBS mmeshakaa kwa miaka 50. Mimi nafahamu mnajitegemea, lakini bado kuna sehemu inategemea kwenye mfuko mkuu wa serikali. Ni muda wa kuhama kwa baba na mama. Ni muda wa TBS kujitegemea. Na mimi ninampenda sana Dr. Ashura kwa sababu nina uwezo wa kuthibitisha mambo ambayo tumekubaliana na yakafanyika. Kwa hiyo na hili tumekubaliana, na yeye ananiambia mwaka ujao wa fedha kama hamna, yani mwaka huu mmoja miwili TBS inajitegemea. Na kwa kweli nyie wote mnafahamu Mheshimiwa Rais ameshasema kwenye dira 2050 70% ya mitaji lazima itoke private sector. Mashirika ya umma yanachangia 8%. Kwa tunataka TBS ijitegemee ili tuondoe mzigo kwenye mfuko mkuu wa serikali, na sasa tuweze kuchangia kwenye maendeleo na kufikiwa kwa dira 2050. Tunakubaliana watu wa TBS kwamba sasa ni muda wa kuhama kwa baba na mama. TBS sasa lazima ijitegemee. La pili, usasa katika utendaji kazi. Mafanikio ni makubwa sana ambayo tumepata. Tumeweka investment kubwa sana kwenye miundombinu na utendaji kazi. Lakini stika za analogia tumezichoka jamani. Tunataka usasa, si ndio hivyo? Sasa hivi ulimwengu wa sasa hivi mtu akiscan product yake anajithibitishia ubora, product ina ubora, si ndio hivyo kwa hiyo changamsheni vichwa, mboreshe bila kuongeza gharama kwa mtumiaji wa mwisho. DG Ashura ni mpambanaji, atatutoa hapo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweka usasa, mifumo yenu isomane na taasisi zingine, tuboreshe huduma na tupunguze vikwazo kwa biashara, hususan maeneo ya mipakani. Tufanyie kazi, tu fast track mifumo yetu na kuboresha ili tuweze kuwasaidia wafanyabiashara na hivyo hivyo kuleta mapato na kusaidia ukuaji wa uchumi kwa haraka. Lakini la tatu ambalo nilitaka niliseme kwa leo, TBS ina mchango mkubwa sana kwenye ubora na katika kuboresha biashara, lakini ina mchango mkubwa sana katika afya ya jamii. Sasa walioko TBS wengi ni hawa technical ni wataalamu wenyewe wanaita. Sasa DG itabidi uchangamke kwenye elimu kwa jamii, kwa sababu TBS ndio imepewa jukumu